Mende huchukiwa sana na walio wengi na wahusisha na uchafu pamoja na maradhi, lakini ni kwa namna gani? Wadudu hawa wana manufaa kwa binadamu, mifugo, kilimo na hata utafiti. Lucy Malindo ni mfugaji wa mende anayepatikana eneo la Mzani Mkundi, manispaa ya Morogoro. Amekuwa akifuga kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Pamoja na kuwa bado anatumia teknolojia duni katika ufugaji wake, kasogeza fursa na kufungua milango kwa vijana wanaofanya tafiti, akiwaokoa kusaka wadudu hawa katika mazingira yasiyofaa. Na huko ndiko wazo lake hasa lilikozaliwa. Wazo hili la kufuga mende lilikuja baada ya kuona kwamba vijana wengi katika masomo yao ya sayansi wanahangaika kwenda porini kutafuta kwa mfano mwingine anataka kufanyia kwa mende, sasa anashindwa namna gani atakavyoweza kupata. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba ngoja nitumie hiyo fursa. Kwanza nimeona kwamba kwa ajili ya kuwalinda hao vijana kiafya, kwa sababu mende kiukweli usipomfuga katika mazingira rafiki anaweza kuwa kisababishi cha magonjwa, na ndio maana nikaona kuokoa watoto hao ambao ni taifa letu la kesho. Nikaona basi mimi nikaamua kufanya utaratibu, nikaamua kufuga kitaalamu na kwa ajili ya kuwadhibiti ili wasionekane tena katika mazingira machafu. Kwa hiyo mimi hapa ninafuga, kwanza katika ufugaji wangu kuna chumba, kuna maboksi ambayo kwa ajili ya kuwekea kwa usalama zaidi. Kwa maana hiyo vijana wengi, kwa mfano sasa hivi vijana wengi nawapata kwa ajili ya kuja kufanya utafiti katika masomo yao. Kwa mfano chuo kikuu cha Sokoine SUA, mara nyingi wanakuja hapa, tunashirikiana nao vizuri, basi hamna tatizo lolote na wako katika mazingira salama. Basi kwa kuliona hilo, ninatamani sana lisiishie tu SUA, bali hii ionekane kama ionekane kama vile ni miradi mingine kama inayoibuliwa hapa nchini. Kwa sababu kwanza naweza nikasema ni ubunifu, kwa sababu ni kitu cha pekee ambacho pia tunaweza tukaongezea kipato kwa serikali, kwa sababu kuna nchi zingine ambazo wanafuga mende lakini hawawezi kujua tu hivi hivi bila matangazo au bila kuwatafuta kwa njia ya uwekezaji kwamba Tanzania pia kuna mradi wa mende. Kwa hiyo wengi wangetamani pengine kuja. Wakati ukimwona mende akikatiza na kuleta maudhi katika makazi yako, basi nikwambie tu hawa wanaofugwa wana tofauti. Wapo katika eneo maalum, wanapewa maji safi ya kunywa na wanakula kwa vipimo. Na muda wa kuwavuna unapofika, wanaandaliwa kama kitoweo unachoweza kula kwa ndizi, ugali na hata chipsi. Ukimfuatilia tukienda ndani zaidi, pia ni tiba kwa magonjwa sugu ya binadamu, ikiwemo kifua kikuu, ikiwemo asthma na hali kadhalika. Lakini sasa kwa hapo siwezi kuongelea zaidi maana ni kitaalamu zaidi. Kwa lakini pia mende anatumika pia kutengenezea vipodozi vya kinadada. Mende hajui kuumwa, mende hajui kufa bila sababu. Labda anaweza kufa kama endapo kwenye banda kule akaingia sisimizi, wakaingia panya, wadudu waharibifu, au kapuliza dawa ya wadudu, kwa sababu na yeye ni mdudu anaweza akafa, lakini vinginevyo hawezi kufa. Lakini pia mende anatumia chakula chochote ambacho pia mwanadamu nakitumia. Na hawa hapa unaweza pia unabadilisha tu matumizi. Kwa mfano unaweza ukawatwanga ukawa unga, lakini pia unaweza ukawakamata kutoka kule bandani. Ukisha wakamata unaenda sasa, unapotaka kuwakaanga, hapo ndo penye utamu hapo. Unapotaka kuwakaanga unaandaa kama unavyoandaa samaki. Kila kitu unaweka vitunguu saumu, tangawizi, chochote kile. Baada hapo unachemsha mafuta. Ukisha chemsha mafuta unawachukua mende wako waliotoka bandani ambao umeshawaangamiza kwa maji moto, unawakaanga. Ukisha wakaanga basi tayari kwa matumizi mezani. Sasa nategemea kama wewe unataka utumie labda kwa nao vitunguu saumu, kila kitu kama unavyoandaa samaki. Na mafuta vile vile yanakuwa mengi kama unavyokaanga maandazi, samaki hivyo. Kwa hiyo hapo ndo wanakuwa tayari kwa kuliwa. Lakini hata hawa pia wako tayari kwa kuliwa kwa sababu wameandaliwa tu katika mazingira rafiki. Unaweza kutoa mabao ukijisikia au ukala tu hivi hivi. Kwa mwezi unakula mende mara ngapi? Sasa nikila ovyo ovyo sinamaliza. Ufugaji wa kitaalamu kwa kutumia vifaa vyenye teknolojia bora, endapo utatumika, unatazamwa kuongeza kasi ya uzalishaji wake ndani ya kipindi kifupi.
watafiti na wabunifu. Ni wakati sasa kulitazama eneo hili, huenda likatusogeza nasi kivyetu vyetu. Hapa tulipo tumekwama, namna gani tuzalishe kwa muda mfupi ili tupate kwa wingi. Kwa mfano kama Wachina wanavyozalisha, nafikiri ndugu mtangazaji, kama umeingia kwenye mitandao umeona, hata serikali pia naona na wakiingia kwenye mtandao wataona. Yani nahitaji hapo utaalamu zaidi. Hivi nafanya tu kiloko kwa sababu sina utaalamu zaidi. Kutoka hapa Morogoro, Damali Magai, Clouds, na hii ni Techno Village.